Tulikuwa tunasherehekea hatua nyingine katika huduma, ambapo sasa nimeingia kwa kiwango cha kuwa kasisi ama reverend kwa sababu ya utumishi. Niongee na viongozi. Wakati huu ni vyema kama kiongozi uingiliane na kutangamana na watu wako, uwasikize na kujua mahitaji yao. Hili wakati unaposema wewe ni kiongozi, uwatumikie watu kulingana na yale mahitaji ulioyasikia wakisema, kwa sababu wanayoyasema ndio mahitaji yao. Tuna wengi ambao wako nyumbani, watoto wetu ambao walikuwa shuleni wako nyumbani. Ni vyema kuwashauri kwamba waendelee kuwa wanafunzi, waendelee kujitolea na kujipeana kwa masomo yao, kwa sababu kuwa shuleni ni an opportunity. Jambo la pili, ni shauri wazazi kwamba jukumu la kuwalea limekuwa na walimu. Sasa wako mikononi mwako. Hakikisha wanashauriwa, wanapewa wosia ambao utawasaidia na wameelekezwa. Isije ikawa kwamba wako salama kwa mikono ya walimu, lakini wakija kwetu ni kama wako peke yao. Na nishukuru kwamba kazi nilioongezewa ya uongozi na kutumikia watu nikiifanya kwa bidii, na kila kiongozi akiwa katika nyanja yake tofauti ile afanye kwa bidii, tutakuwa na society yenye ufanisi